بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1447 tukiwa katika mji mtukufu wa Makka, tuendelea na durusi zetu kama kawaida, ikiwa sasa hivi darasa fungamana na matendo anayoyafanya yule anayefanya haji katika siku yake ya hija. Kama ilivyo kawaida, kabla ya kuingia katika maudhui ya leo, nitaanza huko nyuma niwakumbushe kuanzia tarehe 8, tarehe 9 na usiku wa tarehe 10 ambao tumezungumzia hapa hufanya nini yule anayefanya ibada yake ya haji. Tulitaja kuwa tarehe 8 yuhrimu bilhaji min makanihi, yule anayefanya hija atahirimia kwa ajili ya ibada ya hija pale alipo. Kuhirimia ni pale alipo. Kwa hivyo hapa tulipo katika hii hoteli ndipo tutakapo hirimia. ويغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام. kwa hivyo ataoga, ajitie manukato, avae nguo zake za ihram. ويقول لبيك حجا, kisha moja kwa moja ataingia katika ibada yake ya hija kwa kusema labbaika hajjan. Kisha hapo ndio talbiya itaanza, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Baada ya kuhirimia yatawajjahu ila Mina, ataondoka hapa na kuelekea Mina, na kule Mina atabakia mpaka siku ya Arafa. Kwa hivyo atasali salatu dhuhri katika siku hii ya 8 na salatu al-asri na al-maghrib wal-isha na salatu al-fajr ya tarehe 9 akiwa pale Mina. Kila sala kwa wakati wake, kila sala kwa wakati wake ataiswali bila ya kuzijumulisha zile swala. Kwa kila swala kwa wakati wake, na swala ya rakaa 4 ataifanya rakaa ngapi? 2. Haya tumeyaeleza, na hii ndio ibada ambayo ataifanya akiwa pale Mina kwa kifupi, na zaidi tumeeleza huko nyuma. Tukija katika siku ya pili ambayo ndio tarehe 9, siku ya Arafa, wataelekea watu Arafa, na akifika Arafa kule yusalli adh-dhuhra wal 'asra qasran wa jam' taqdim. kwa hivyo wakifika kule Arafa wataswali salatu adh-dhuhri na salatu al-'asri kwa kuzipunguza na kuzikusanya. Kwa hivyo katika sehemu ya Arafa atakusanya swala ya dhuhuri na alasiri katika wakati wa dhuhuri. Kisha baada ya hapo yatafaraghu baada salati lidhikri wa dua, atatafaragh kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba dua kwa wingi siku hiyo. Kwa hivyo atanyanyua mikono yake aombe dua, atanyanyua mikono yake awe akiomba dua sana katika sehemu kama hii, na hili ni jambo muhimu sana. Atakana mtu ajishughulishe na kumtaja Allah kwa kuleta talbiya labbaik allahumma labbaik, kadhalika kuleta dhikri ya tahlil la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kwa wingi sana kama alivyohimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ataendelea hivyo ila ghurubi shamsi, mpaka jua litakapotua ile tarehe 9. Jua likishatua tarehe 9 yatawajjahu baada ghurubi shamsi ila Muzdalifa, ataondoka pale Arafa aelekee wapi? Aelekee Muzdalifa. Muzdalifa kule atafanya nini? yusalli fiha al-maghrib 3 wal-isha rak'atayn. kule ataswali maghrib rak'a 3 na isha ataswali rak'a 2. wayabitu fiha hatta yatlu'a al-fajr, atalala pale mpaka alfajiri ipambauke. yusalli al-fajr ba'da tulu' al-fajr, ataswali alfajiri baada ya kupambauka kwa alfajiri. kisha atatafarragh lidhikri wad-du'a hatta yusfira jiddan,
atakuwa hapa yumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta dua mpaka kuwe kumeanza kung'ara hivi. Kabla ya jua kutoka ataondoka pale na kuelekea Mina. Na hapa ndipo tulipofikia, kutoka Muzdalifa kuelekea Mina. Na tayari imeingia tarehe ngapi? Imeingia tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja, ambao ndio yaumun nahri. Yaumun nahri ambao ndio kule kwetu wale waliobakia kule ndio siku ya Eid wanapokwenda kuswali Eid. Lakini sisi huku mahujaji hatuna salatu al-Eid. Kwa watu watoka, kuna ibada ambazo ziko mbele ya wale wanaofanya hija, kwa matendo ya siku ya Eid. Na hii ndiyo siku ambayo ina mambo mengi zaidi katika masiku ya hija. Ile siku ambayo ina mambo mengi zaidi katika masiku ya hija ni siku ya tarehe 10, na ndio maana ikaitwa yaumul hajjul akbar. Hii siku ya nahri inajulikana pia kama yaumul hajjul akbar, na hapa za kusanyika ibada nyingi sana. Matendo ya haji katika siku hii ni 4, na bora afuatilize mtu kwa utaratibu ufuatao. Jambo la kwanza, kutupa vijiwe katika jamratul aqaba. Tukisema jamratul aqaba tumaanisha nini? Ukienda pale jamarat pale utakuta kuwa kuna vikuta vitatu. Kuna kikuta cha kwanza chaitwa jamratul aqaba as-sughra, ambayo ni kidogo. Na nikisema ni kidogo, usifikirie ukienda pale utaona kimoja kimetengenezwa kidogo, kimoja katikati, kimoja kikubwa zaidi. Kama unavyofikiria literally. No, lakini ile ya kwanza ndio inajulikana kama as-sughra. Kisha ya katikati inaitwa al-wusta, ya kati na kati. Kisha mbele kabisa ambayo ndio karibu na Makka, ile ambayo ukitoka hapo ndio ingia warudi zako Makka kama unataka kwenda Makka, ile inaitwa jamratul aqaba al-kubra. Sasa siku ya tarehe 10 hivi vikuta viwili vya mwanzo hatuna haja navyo, havimo katika ile ibada ya kutupa vijiwe. Tarehe 10 kikuta kinachotupiwa vijiwe ni kile cha mwisho peke yake, al-kubra. Sawa, ukuta unaotupiwa vijiwe ni ukuta mmoja peke yake. Kwa hiyo tutapita ile ya kwanza tuiwache, tutapita ya pili tuiwache nyuma, tuenda kwenye ya tatu. Hapo ndio panapotupwa vijiwe 7 kama tutakavyoeleza insha Allah taala. Ibada ya pili ni ibada ya kuchinja. Zamani walikuwa watu wakichinja wenyewe, anunua mnyama mtu yuachinja. Lakini kila siku ziliposonga mbele katika kuangalia upande wa usafi na upande wa kuangalia maslaha ya wale mahujaji, ikawekwa kuwa watu walipa, kisha kuna wachinjaji, kuna vichinjo kule, wale wachinjia kule kule. Kwa mimi na wewe hatutoona vichinjo. Usije ukaniuliza pale, mimi nataka kuona bwana ile mbuzi wangu akichinjwa yuko wapi, alafu rangi gani? Hata mimi pia sioni. Kwa usinifuate ukaniambia nikupeleke kichinjoni, sikupeleki. Maana ni mbali kule kichinjoni. Ni sehemu imetengwa pale Mina kando, pale panachinjwa. Wanyama wote wachinjiwa huku, kama ni ngamia, kama ni... Ukitaka kuona ufanywa vipi, ingia kwenye YouTube. Andika pale Kiingereza ama Kiarabu kuhusu kichinjo cha Mina, utaona pale wanavyofanya. Na ile ikutosheleze. Lakini usiseme bana natoka jamarat, mimi nataka kwenda kuangalia mbuzi wangu akichinjwa. Utakuwa fanya taklifu, wajikalifisha mambo ambayo hakuna haja. Kwa hivyo kuchinja ndio kinachofuata, na hiki sitakizungumzia kwa kirefu kwa sababu sisi tunaochinja. Katika fiqh kuna maelezo marefu, wachinja vipi, wamwangusha vipi yule mnyama, ataanza wapi, aseme nini. Lakini kwa kuwa sisi tunaofanya hakuna haja ya kurefusha hili jambo. Kuchinja kutachinjwa. La tatu, kunyoa au kupunguza nywele. Kunyoa au kupunguza nywele. Kwa hivyo kunyoa ni kipara. Kupunguza nywele ni kuwa upunguzi zile nywele kichwa kizima. Kama kwa mfano wanaume anyoe namba 2 ama namba 1. Mfano wa kitu kama hicho. Yote ni katika ibada, na bora zaidi ni kunyoa kipara. Ama kwa wanawake kama tulivyotaja huko nyuma, kuwa zitakusanywa nywele zote, kisha sehemu ya ncha ya kidole kile cha shahada atakata ile nywele zake.
atahesabika kwa shakata nywele. Jambo la 4, kutufu nyumba ya Allah na kufanya sa'i kwa mutamattia. Sisi tufanya hajju tamattu. Kwa hivyo tuwatufu baada ya tawaf tenda sa'i kama vile ulivyofanya kwenye umra, vile vile watufu. Lakini hapa sasa utaruhusiwa kutufu na kanzu yako, kwa sababu katika hali kama hii utakuwa usharuhusiwa kuvaa nguo zako za kawaida. Kwa hivyo hauvai nini? Hauvai ihram hapa. Kwa hiyo usije kuuliza swali sasa hapa pia naacha bega nje ama bega ndani. Ikiwa utatufu na ihram, basi utatufu na ihram ukiwa umejifunika kama kawaida bila kuacha bega wazi. Kwa mfano, yani mtu ametoka moja kwa moja kutoka Mina kutupa vijiwe, akanyoa siku hiyo hiyo akaenda zake kufanya nini? Tawaf, kabla ya kubadilisha nguo mfano. La basi. Lakini hapa atakuwa ile ihram yake ivatu kama kawaida. Hatuweka bega la kulia nje. Na bora zaidi ukiwa utakuwa na utulivu, oga, badilisha nguo zako, kisha ndio uende kufanya tawaf ukiwa uko comfortable, ikiwa utaifanya siku ile ile. Ingawa tuzungumzia kuhusu hili jambo la kutufu, hili jambo la kutufu si lazima lifanywe katika siku ile ile, yani tarehe 10. Tuelewana vizuri, si lazima lifanywe tarehe ile 10. Waweza kulichelewesha ukalifanya baada ya kutoka Mina, ruhusa hiyo iko sawa. Lakini wako wale ambao wana nguvu zao, haona kuwa yeye waweza ile tarehe 10 kufanya, basi afanye siku hiyo hiyo. Mfahamu, kama mtu ana nguvu zake, haona kuwa siku ile tarehe 10 aweza kufanya na akarudi zake Mina, basi waweza kufanya. Na sisi huwa tuwaruhusu watu, ingawa hatufanyio kama group. Kwa hiyo tuwaruhusu wale wenye nguvu, ukasema mimi nitaweza, nitakwenda, basi alhamdulillah ataomba ruhusa pale, kisha inshallah akitoka tu kupiga vijiwe badala ya kurudi zake tent atanyorosha. Lakini mjue utakwenda kwa mguu. Ukienda kwa mguu, hakuna magari pale kwa sababu ya zahma ya watu wanakwenda kule. Kwa magari pale italeta maafa. Kwa hivyo unakwenda kwa mguu. Na hata ukipata gari, ile gari itakuwa masafa mafupi tu hivi, unalipa riada 50 papa paka pale, kisha yakwambia hapa uruhusiwi tena gari kupita. Wewe sasa tembea. Kwa hivyo usije ukadanganywa ukasema ninapata gari. Hakwambii pale. Ukishalipa yakubeba. Kisha yakwambia kwani wewe hujui watu wafika hapa. Na ndio ushakwenda. Na usifikirie utarejeshewa. Sasa hivi watu they really take advantage kwa ile hali ya kuwa ni msimu, kwa sababu hawapati tena fursa kama hii mpaka tena mwakani. Na ndio maana sasa hivi mtasikia bei za ajabu katika kupanda taksi na nini, sababu ni msimu. Na nyinyi pia kule kwetu kija msimu wa jambo fulani hivyo ndio inavyokuwa, unafahamu. Wallahu musta'an. Tayeb. Na hata asipofuatilia utaratibu huu, haji yake ni sahihi na hakuna kosa lolote. Kwa mfano akaanza na kuchinja, kisha akanyoa, kisha ndo akatupa vijiwe, la basi, haina shida yote. Mtu ametoka kule Muzdalifa amechoka, akasema wacha mimi nyoe mwanzo, akanyoa, lakini hataruhusiwa kuitoa ihram yake mpaka atupe vijiwe. Nisikilizeni vizuri, katika hivi vitu vinne, kutupa vijiwe, kuchinja, kunyoa na kutufu tawafu al-ifadha, hivi vitu vinne ukifanya viwili yatosheleza wewe kuruhusiwa kuvaa nguo zako za kawaida katika vitu vitatu. Ile kuchinja usihesabu, weke kando, sababu ambaye hana kichinjo yuwafunga. Kwa kichinjo haina athari katika masala ya wewe kuvua ihram yako. Kilichokuwa na athari ni vitu vitatu: kutupa vijiwe, kunyoa na kutufu. Sasa ukifanya viwili katika hivi, bimaana ukatupa vijiwe kisha ukanyoa kwa mfano, tayari umeruhusiwa hapa kufanya nini? Kuvaa nguo za kawaida na kutumia manukato, kurudi katika hali ya kawaida. Isipokuwa kitu kimoja tu, uruhusiwi kumkaribia mke wako ukifanya viwili. Kwa mfano mtu akatufu tawaf al-ifadha, alipomaliza kutufu akanyoa, amefanya vitu vingapi hapa? Viwili. Haruhusiwa huyu kufanya nini? Kuvaa nguo zake za kawaida, kuishi kuvaa kama kawaida, ataruhusiwa. Lakini hataruhusiwa kumkaribia mke wake mpaka afanye nini? Aenda akatupe vijiwe.
bimaana ili ukamilishe kule kutoka katika ihram kikamilifu lazima ufanye vitu vingapi? Vitatu vyote: kutufu, kunyoa na kutupa vijiwe. Asante. Masala ya kuchinja wekeni kando. Tumeelewana vizuri? Na ndio maana tukiwa pale Mina tukishatupa vijiwe tukanyoa nywele zetu tuenda kufanya nini? Kuoga na kuvaa kanzu zetu kama kawaida. Pamoja na kuwa hatujafanya nini? Hatujatufu. Lakini waruhusiwa kuvaa nguo zako za kawaida. Tuenda vizuri jamani? Tayeb. Nikiwa nafupisha hapa maelezo nilioeleza yako hapa, na kutapatikana kuhalalika kikamilifu kwa mambo matatu. Utahalalika kikamilifu bimaana mpaka mkeo waruhusiwa kumkaribia ikiwa utafanya mambo matatu: kutupa vijiwe, kunyoa au kupunguza nywele, na tawaful ifadha pamoja na sa'i. Na tuelewane, ile tawafi kuna sa'i kama vile katika umra. Sawa? Si mtu akafanya tawafu kisha akaenda zake, au kimaliza tawafu uenda kufanya sa'i. Hata ukiwa na kanzu yako uenda kufanya sa'i. Na sa'i kwa ile sifa tuliyofanya wakati wa umra, hakuna tofauti. Vile vile unafanya umra ndio hivyo hivyo. Sawa? Akifanya mambo haya matatu ni halali kwake kile alichoharamishiwa kwa ajili ya ihram, hata kumkaribia mke wake pia. Ama akifanya mawili katika haya, basi atahalalika na kila kitu alichokatazwa wakati wa ihram, ila mke wake haruhusiwi kumkaribia mpaka afanye yote matatu. Kwa hivyo haya nilioeleza hapa mwanzo tulikuwa nafanya talkhis kufupisha haya maelezo. Sasa tuje katika ibada moja baada ya nyingine. Twazifanya vipi hizi ibada? Ibada moja baada ya nyingine. Twafanya vipi hii ibada hii na hii na hii na hii? Twaja kwenye ibada ya kwanza. Ibada ya kutupa vijiwe katika jamratul aqaba kubwa siku ya Idi. Utatupa vipi vijiwe? Katika siku ya Idi ambayo ni yaumun nahr, hata tupa vijiwe isipokuwa katika jamratul aqaba kubwa kama tulivyoeleza kwa namna ifuatayo. Yarhamukallah. Ya kwanza, anapofika Mina baada ya kutoka Muzdalifa, ataelekea kwenye jamratul aqaba kubwa. Atakapofika atakata talbia, na hapa ndio mwisho wa talbia. Baada ya hapa hakuna tena labbaik Allahumma labbaik. Hapa ndio mwisho, ili kujishughulisha na kutupa vijiwe. Kisha atatupa vijiwe 7 kwa kufuatana, kimoja baada ya kingine. Kwa hivyo atakuwa na vijiwe 7, kila kijiwe atakitupa kivyake, Allahu akbar, mpaka mwisho. Na lau kama atatupa vyote 7 kwa pamoja, itahesabika ni kimoja pekee yake. Ukitupa 7 kwa pamoja, Allahu akbar, nafupisha, hiyo ni moja. Tabidi utupe tena 6 juu yake. Kwa hiyo ni lazima atupe moja baada ya jingine. Kutupa jiwe la kwanza, la pili, hivyo hivyo. Kila anapotupa kijiwe atapiga takbira kwa kusema Allahu akbar. Na nitakuja kueleza inshallah taala hii kutupa vijiwe maana yake nini, maana ya ndani yake, uhakika wake nini. Hiyo ni ile darasa yetu ya a'malul qulub. Nitakuja kuona kuwa hii ibada ni adhimu sana na ina maana kubwa sana, lau kama watu wangelikuwa wafahamu. Na ndio maana nataka niujiulize, mbona hii ibada ndio yarejelewa sana kuliko zote? Unajua ibada ya kutupa vijiwe yarejelewa sana kuliko ibada yote nyingine katika haji. Maana kwa kutupa vijiwe tarehe 10, 11, 12 na atakayebakia tarehe 13 pia atatupa vijiwe. Kwa nini kutupa vijiwe iwe mara nyingi hivi? Kwa nini si nyingine ni hii? Takuja kueleza siri yake nini. Na wallahi lau kama utaelewa siri yake, mimi naweza kukwambia kitu kimoja katika vitu ambavyo vinabadilisha maisha ya yule Muislamu baada ya haji, mojawapo ni jamarat. Lau kama watu wangelikuwa waelewa maana yake nini kwa undani kabisa, hayo nitakuja kueleza si mahala pake insha Allah taala. Kwa hiyo kila anapotupa kijiwe asema nini? Allahu akbar. Ni lazima ahakikishe kila kijiwe kimeingia ndani ya shimo lililoko katika jamratul aqaba.
kwani la muhimu ni kijiwe kuingia ndani ya shimo wala sio kupiga ukuta. Kuna baadhi ya watu yupige ule ukuta kwa nguvu, yufikiria yule shetani nsimama pale wamongojea yeye ampige. Kuna watu wengine waliofikiria hivyo, kwa pale kuna shetani pale kwenye ukuta ankaa pale amwangalia, sasa yeye ampiga pige. Kuna wengine watukana Allah yakharib baita kwa Misri wasema hivi, tunaona wasema hivi Allah yal'anak kwa tupa, wewe unaambia useme Allahu akbar, Allahu akbar, usizidishe zaidi ya hivi. Kuna wengine watupa mwavuli, wengine watu waona kiatu, huyo ndo ananiletea balaa zote huyu, akuta kiatu ampiga na kiatu, makosa yote. Wallahi na mtakwenda kuona, mtanikumbuka maneno, mtakuja kuona viatu, mwavuli, nini za tupwa huku, watu walani watukana. Usizidishe zaidi ya vile sheria ilivyokueleza. Kwa hivyo vile vijio tupa kimoja baada ya kingine, ukisema nini Allahu akbar, na uhakikishe kile kijiwe kimeingia shimoni. Kwa mfano mtu hakupiga ule ukuta, ametupa kwenye shimo tu, yatosheleza. Ndio malengo aswa. Malengo si kupiga ule ukuta, malengo ni kuwa kile kijiwe kiingie ndani ya shimo pale. Wala sio sunna kusimama na kuomba dua baada ya kutupa vijiwe katika siku hii. Chukua kaida, kila ukipiga jamratul aqaba kubwa hakuna dua baada yake. Si siku ya Eid peke yake, hata zile siku za ayamu tashriq pia. Tarehe 11 ukipiga kijiwe cha kwanza, cha pili, cha tatu, hakuna dua. Ya kwanza iko dua baada yake, ya pili iko dua baada yake, ya tatu hakuna dua, wenda zake. Nawaambia hili kwa sababu na watu wengi hawajui kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotupa vijiwe katika jamratul aqaba siku ya Eid hakuomba dua baada yake, aliondoka karudi zake Mina. Tuelewana vizuri? Aliondoka karudi zake Mina. Nakumbuka mwaka juzi kama sikukosea, si mwaka jana, mwaka juzi, tumekwenda na Wakenya wengine wa grupu nyingine, wakatuona basi sisi twendeni pamoja, tukaenda. Baada ya kutupa vijiwe ikawa wenzangu naambia twendeni, hapa hakuna dua. Kuna mmoja grupu nyingine asema iko dua, naambia la hakuna dua hapa. Asema iko dua, nikamwambia omba dua, mimi naondoka. Mimi nikaondoka, huyo na wenzangu akawadanganya wale wenzake, wakakaa pale kisha wakaondoka zao. Na wallahi pale ndio utajua neema wewe kusoma ibada kabla hujaifanya. Kuna watu maskini, mimi nakwambia huyu si jahil, huyu ni jahil murakkab, concentrated full. Wajua kuna yule mtu hajui, akiambiwa akijua yachukua. Lakini kuna maskini mtu yuko concentrated, Kiarabu ito jahil murakkab, yani hajui na yuona yeye wajua. Na hili linapatikana kwa mtu ambaye hataki kusoma. Kwa sababu mtu ambaye yasoma yajua kuwa kuna kitu mimi sijakiona, lazima niendelee kusoma. Lakini ambaye hasomi kabisa, kikombe chake kishajaa huyo, hata ukimwagia yamwagika. Umeelewa? Lakini msomi kikombe chake daima kiko robo, ana nafasi ya kuongeza elimu. Sasa usije ukawa katika hawa jahil murakkab, yani wewe waambiwa makosa lakini usema ni sawa. Nasema huambii hivyo, waambiwa na mtu ambaye ana uhakika juu ya hilo, wasema la iko. Sasa useme iko mbele za, kisha waambiwa hailete iko wapi, kisha wajua ulikuwa unasikia watu, haina haja ujiingize katika matatizo kama hayo. Kwa nawaambieni tena, wajua kwa sababu gani watu wao pale, mtu anaona natoka bila dua. Sio ile nafsi yake, yani ninapiga viji kisha natoka bila dua, yani yeye waona sisi yafaa ile dua hapa, umeelewa? Lakini hiyo ni fikra yako. Mtume sallallahu hakufanya hivyo. Kwa hiyo itakuwa ni bid'a kusimama pale kuomba dua baada ya hapo, ni bid'a. Tayeb, na wewe usishindane na mtu wala jidala fil hajj. Ushamwambia mara ya kwanza kama iko mwachie, nenda zako, usishindane. Maadamu ushaizungumza ile haki, ushamaliza kueleza, ondoka, elekea katika ibada zako nyingine. Tayeb, vijiwe vinavyotumika, kuna point tunaziruka ambayo mara nyingi hazifanyiki. Sababu nikikwambia usitumie vijiwe vilivyotumika, kwani utaruka pale ndani ndio kokote, haiwezekani. Lakini masala fiqhiyya yazungumzwa.
Lakini tusema twende kwenye vijiwe vinavyotumika ni kiasi cha konde ya tende au maharagwe. Wala haijuzu kutupa vijiwe vikubwa wala kutupa viatu na mfano wake. Kuna watu wachukua mawe bwana, wallahi achukua mawe, akikosea akimpiga mwenzake la kichwa yompasua. Yatokea achukua jiwe kubwa akipiga hivyo, watu ni wengi, akikosea badala ya kwenda kule imekwenda kwa binadamu wenzake, ikimpiga kichwa la mpasua. Tena haswa ikiwa kichwa chake hakina nywele, ndio kabisa zile ayamu tashriq, ashanywa nywele kisha jamaa arushe jiwe lije limpige kichwa. Wallahi ya jamaa, mimi nikiwaambia visa vinavyotokea pale mweza kuona anafanya dhihaka. Kuna mmoja bwana mbeba jiwe kubwa hivi ataka kupiga, bwana mmoja akamzuia akamwambia, wewe bwana usitupe hii, si hivi. Yule bwana asema ana fi maalum hadha, ni Mpakistani nafikiri maneno, sema maalum hadha fi. Sasa yule bwana anamwambia basi usitupe hii. Mwisho yule akamuelewa kwa yeye maanisha lile jiwe ni kubwa, akamwambia araftaka anta, amwambia yule Mwarabu, mimi nishakujua wewe. Unijua vipi? Anta akhu iblis, atuambulia kwa iblis wamtetea nsimpige na jiwe kubwa, siuelewa. Wewe atakaitumia ndogo ndogo isimuumize, nishakujua wewe. Baada alimsikiliza akapiga jiwe kubwa. Kuna watu wafanya vituko pale, mwana mtu ashika kiatu atupa. Lakini mimi nasema kitu kimoja, maadamu wewe umesoma alhamdulillah, haina haja kuangalia watu wafanya nini, wewe fanya kile kilichokuwa sawa. Kuna suala ambalo laulizwa mara nyingi, kuwa kwa mfano nimefika pale kile kijiwe kikanidondoka, sasa ninatupa vijiwe 6 bado kimoja, na kuhakikishia kuwa pale Jamaratu ukienda utakuta vijiwe vingi sana chini hivi, si kule ndani vimewadondoka watu kama wewe vingi hivi, na wengine wamekuja na zaidi wakavitupa pale. Okota tu kijiwe kimoja utupe. Na mimi sikumbuki mwaka gani nilijisumbua kuokota vijiwe hata siku moja. Nikitembea njiani kule nikielekea Mina, pale kabla sijafika naokota 7 hapa natupa, naokota 7 hapa natupa, naokota 7 hapa natupa. Aishi taabudha kullu, nianze kutafuta vijiwe siki kule wapi. Lakini sikwambie ufanye hivyo, uweza kupanic. Ukifika pale na bado sijaviona, itakuwaje? Usinifuate mimi. Kwa hivyo wewe ukota kule utakakookota, uwe na kichupa chako, jaza mawe yako, ukienda kule ufanye. Lakini ukiniangalia usiniulize mbona ustadhi wewe huna, mimi najua na vitoa wapi. Sasa wewe ukifika pale utupe vijiwe vyako 7. Twende mbele. Na wakati wa kutupa vijiwe katika Jamratul Aqaba kubwa ni kuanzia nusu ya usiku. Mwakumbuka tulisema kuwa Muzdalifa waruhusiwa wanawake na watu wazima na wagonjwa kuondoka baada ya nusu ya usiku, na wale wanaokuwa pamoja na wao. Mwakumbuka vizuri? Tukasema lakini bora ni kubakia mpaka alfajiri, swala alfajiri pale, sio? Sasa ikiwa wale watu wameondoka pale baada ya nusu ya usiku, kwa mfano tumekubaliana vile tuko na wanawake tuwaondoshe pale baada ya nusu ya usiku, saa 8, saa 7, saa 8, saa 9, watu wanaondoka pale. Anapoondoka au pale ruhusa ilipoanza kutolewa, tayari kule yafaa kutupa vijiwe. Umeelewa vizuri? Kwa mfano watu wameondoka pale saa 7 usiku, wakafika kule Jamarat, waweza kwenda kufanya nini? Kutupa vijiwe. Wakati wake ushaanza. Na pia waweza kutupa vijiwe baada ya dhuhuri, mchana huo, kadhalika baada al-asri, mpaka usiku, bali mpaka alfajiri ya siku ya pili. Hiyo yote ni wakati wa kutupa vijiwe vya siku ile ya Yaum an-Nahr. Sawa jamani? Jambo lingine muhimu, ama kutupa vijiwe kabla ya dhuhuri katika masiku ya tashriq. Masiku ya tashriq ni tarehe 11, 12 na 13. Asije mtu akaona kuwa lakini siku ya 10 ni ruhusiwa kutupa vijiwe wakati wowote, basi siku ya 11 pia nitatupa vijiwe wakati wote. Tusema la, 11, 12 na 13 ni lazima iwe baada ya dhuhuri. Sawa jamani? Wakati wake huanza baada ya zawadi, na si lazima iwe baada dhuhuri mubashara. Hata baada al-asr waweza kwenda kutupa, baada al-maghrib waweza kwenda kutupa, baada al-isha waweza kwenda kutupa, haina shida yoyote. Lakini isiwe kabla nini? Kabla ya dhuhuri. Kwa mfano mtu akatupa kabla ya dhuhuri
tarehe 11, 12 na 13. Hukumu yake nini? Tusema haijuzu wala haitoshelezi. Haijuzu wala haitoshelezi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa vijiwe katika masiku haya tashriq baada ya dhuhuri. Na masahaba wake ndivyo walivyofanya. Na lao kungelikuwa na ruhusa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwingi wa huruma kwa umma wake, si Muzdalifa aliwapa ruhusa watoke baada ya nusu ya usiku. Hapa pia angewaambia wajua alfajiri hakuna jua, nendeni alfajiri, angetuambia. Lakini hakuwaruhusu la wanawake la watu wazima. Hakuna aliyepewa ruhusa ya kutupa vijiwe kabla ya dhuhuri, pamoja na kuwa jua baada ya dhuhuri jua litakuwa kali. Tuko pamoja? Kwa hivyo hili nikilifupisha, mtakwenda kuwakuta wenzenu wa Kenya wapelekwa alfajiri. Kwa hisani zako usije ukaathirika kuona ile alfajiri lakini kweli hakuna jua, wacha nende. Kuna watu tulisoma hivi tukamaliza kusoma hapa, walipokwenda kule, alivyoona mtu wale watu wenda alfajiri, mmoja ile tahaswa ile tarehe 12 kwa sababu atakafanya tahajjud aondoke kule Mina, ameona siku ni ndefu sana azishi, akaona ile tarehe 12 watu waondoka baada alfajiri, akanifuata, vipi naweza kuondoka? Nikamwambia si mimi nakusomesha, na msifikirie hata asoma hapa tu, inshallah haya tunayosoma pia tukiwa kule Mina tutasoma tena. Yani si kesho tarehe 8 tushasoma hapa, sio ile tarehe 8 utasoma ya tarehe 9, tarehe 9 utasoma tarehe hivyo mpaka hata kama wewe ni mzuka hapa utaelewa, labda utaki wewe tu. Inshallah tutazungumza paka huwa nini, kila saa mada yake ni ile nitasema tena mpaka ukikosea huna udhuru mbele ya Allah. Wewe mwenyewe useme basi sasa mimi mwenyewe, lakini tutazungumza haya mpaka inshallah ieleweke. Yule bwana alinifuata akaniambia mimi naweza kwenda alfajiri. Nikamwambia mara ngapi nakwambia haitoshelezi. Bwana alipoona jawabu lililolitoa sio lile analotaka yeye, akaniponyoka akaenda. Akatupa vijiwe, alipomaliza akarudi. Akasema basi mimi nishatupa vijiwe, jua alikuwa na haraka, niko na wife, ataka kwenda kufanya tawaf kumaliza, kisha tuna mishwari sio nini, maneno mengi akatoa. Lakini mimi nina wasiwasi kweli kweli, yafai. Tena haja kuuliza baada ya kufanya, nikamwambia si nilikwambia haitoshelezi, lazima usubiri toke tena. Akatoka Mina wakarudi zao Makka. Wallahi mtu siwezi kumsahau. Aliporudi Makka baada ya sisi kumaliza kule, tukarudi, tuko grupu moja, lakini ametangulia huku, akanifuata akaniambia sija haji yangu kakataliwa ba. Sasa ya nini kutafuta wasiwasi wote huu wakati wewe unao nafasi ya kufanya ibada sawa sawa? Mwisho ikabidi achinje. Wallahi mwisho ilibidi yeye mwenyewe akaenda akatafuta jamaa kumnulia mbuzi dola 100 akazitoa akachinja, ndio moyo wake upate utulivu. Sasa haina haja ya kujitia dhiki inshallah, maadamu umesoma uelewe hivi. Tayeb, yajuzu kumwakilisha mtu mwingine atupe vijiwe kwa niaba ya yule asiyekuwa na uwezo wa kutupa vijiwe mwenyewe. Kwa mfano kuna mtu ana uzito kutupa vijiwe, hasa wale wanaotumia wheelchair, usilazimishe. Hasa mimi nikizungumzia, sisemi kama yuko mtu kama huyo anayesema hivyo, lakini upande wa kina mama na experience kama hiyo, nitaka kwenda kukuona tu kuko vipi. Kama unataka kukuona kuko vipi, ingia kwenye YouTube, weka pale Jamratul Aqaba, utaona kuko vipi. Lakini usirisk maisha yako kwenye zahma, ukaenda ukajitia kwenye dhiki wewe na yule anayekusukuma katika kile kigari, eti kwa sababu ya kwenda kufanya jambo ambalo sheria imekuruhusu wewe usijisumbue nalo. Kwa kama mtu ajua kiafya hawezi, basi atamwakilisha mwenzake atakayekwenda kumtupia vile vijiwe, kama mgonjwa au mtu mzima au kipofu, ambao kwa wao hawa ni uzito kwenda kutupa vijiwe. Watamtuma atakayewakilisha katika jambo hilo, na yafaa kwa mtu mmoja kuwakilisha zaidi ya watu kadhaa. Tuseme kwa mfano ana mtu wake ambaye hawezi kutupa vijiwe 1, 2, 3, hakuna shida, hawa wote aweza kuwakilisha. Lakini mwanzo akifika pale atajitupia yeye mwanzo,
Akishatupa vijiwe 7 atatupa kwa ajili ya yule aliyemwakilisha, tena atatupa vijiwe 7. Ama ikiwa mtu mwenyewe yuwaweza kwenda kutupa vijiwe, ni haramu kuwakilisha, itamlazimu yeye mwenyewe aende, na hata akiwakilisha haitoshelezi kwa sababu aweza yeye mwenyewe kwenda kufanya. Kwa anemwakilisha mwingine katika kutupa vijiwe, mwanzo aanze na kujitupia vijiwe vyake. Na atatupa vipi? Atatupa vyake kwenye kile kikuta kidogo, kisha atatupa vya mwenzake. Asiseme kuwa mimi nitatupa 7 kisha nitakwenda mbele nitatupa 7 kisha nitatupa 7 kisha nitarudi tena nitaanza mwanzo. Kule ukienda mbele huwezi kurudi reverse. Kuna askari pale watakuzuia, itabidi utoke uzunguke uregee tena tenti yenu kisha uanze tena raundi. Maana kumezibwa njia, huwezi kurejea pale kwa pale, ni mbali sana kuzunguka tena. Wazunguka raundi nzima kisha urudi tena. Kwa hiyo usijitie kwenye dhiki hiyo. Pamoja na kuwa hiyo ni mojawapo wa njia, kuna njia nyingine ambayo waweza kuifanya, ambayo watupa vyako na vya mwenzako hapo hapo, kisha uenda kwenye ya pili watupa vyako na vya mwenzako hapo hapo, kisha kwenda 3 watupa vyako na vya mwenzako. Itakuwa umeeleweka. Tayeb, kuchinja siku ya Eid. Ibada ya pili inayofuata baada ya kutupa vijiwe ni kuchinja, na kama nilivyoeleza, kuchinja itapigwa simu tu kule na wale wahusika kuwa tayari, na wao wajua leo ni siku ya kuchinja, wafanya nini? Wachinja. Tayeb, kupunguza nywele au kunyoa. Nimesema sitazungumza kwa kirefu masala ya kuchinja, ni kutaja tu. Kupunguza nywele au kunyoa kipara kadhalika kama vile tulivyofanya katika umra. Muhimu ni kichwa kizima kiwe kitanyolewa. Kwa hata mtu kwa mfano asinyoe kipara, lakini ile mashini ipite kichwa kizima, si nywele mbili huku, nywele mbili kule, nywele mbili kule. Sawa jamani? Hiyo ni masala ya kuchinja. Na masala ya kunyoa hakuna haja ya kueleza kwa kirefu. Kwa mwanamke atapunguza kadri ya ncha ya kidole baada ya kukusanya nywele zake pamoja, kama tulivyoeleza. Tayeb, tawafu al-ifadha. Katika matendo yanayofanywa hii siku ni tawafu al-ifadha, nao ni nguzo katika nguzo za haji. Ni nguzo, lazima itekelezwe. Haisihi tawafu hii kabla ya mtu kusimama Arafa. Huwezi kusema kuwa basi hii tarehe 8 kwa vile watu wote wanakwenda vile itakuwa haram iko tupu, wacha mimi mpige tawafu al-ifadha yangu ili ikifika tarehe 10 nishaimaliza. Tawafu al-ifadha yaja baada ya wewe kutoka Muzdalifa, ndio yaanza hapo. Wakati wake unaanza baada ya nusu ya usiku wa kuamkia Eid, baada ya kuondoka wapi? Muzdalifa. Na ni sunna kwa tawafu hii iwe baada ya kutupa vijiwe, kuchinja, kunyoa au kupunguza nywele, ingawa yajuzu kuitanguliza kama tulivyoeleza mbele. Namna ya kuitekeleza tawafu hii ni kama ifuatavyo. Anapohalalika, kuhalalika kwa kwanza, tumesema kuhalalika kwa kwanza kupatikana kwa mambo mangapi? Mawili katika matatu. Kwa hiyo ikiwa shatupa vijiwe, ashanyoa, tayari amefanya nini? Amehalalika. Kuhalalika kwa kwanza, atajitia manukato, yani ataoga, atajisafisha, vae nguo zake za kawaida, kisha atakwenda msikiti wa Makka kwa ajili ya kufanya tawafu. Atatufu mara 7 kwa namna tulivyoieleza mwanzo katika umra, isipokuwa hapa hakuna kuacha bega lake nje, wala hatatufu upesi ile raml katika zile 3 za mwanzo, hakuna hapo. Ile ni katika tawafu ya umra pekee yake. Sawa? Kwa hivyo hakuna ramla hapo. Na ni katika sunna kuswali rakaa 2 baada ya tawaf kama tulivyoeleza mwanzo. Kuna mtu ameuliza, je, sasa inaweza kufanya tawaf? Naam, tawaf waweza kuifanya wakati wowote. Kama sasa waweza kwenda kule juu, waruhusiwa kufanya tawaf, na kila tawaf 7 kuna rakaa ngapi? 2. Hata kama ni sasa wafanya tawaf si kwa ajili ya umra, tawaf tu waruhusiwa. Ukimaliza tawaf zako waswali rakaa 2. Kila tawaf mara 7 ina sunna ya rakaa 2. Iwe ni ya umra, iwe ni ya ifadha, iwe ni ya kawaida. Ukishamaliza mara 7 swali rakaa 2. Kwa hivyo akimaliza taswali rakaa 2, na sura anazisoma ni zile zile tulizotaja. Ya kwanza baada ya Fatiha ni Kafirun, na pili baada ya Fatiha ni Al-Ikhlas. Baada ya hapo
mwenye kufanya haji ya tamattu atafanya sa'i baina Safa wal Marwa namna tulivyoeleza mwanzo, vile vile atatoka pale aende Safa wal Marwa. Kufikia hapa lazima ifahamike yule anayefanya haji ya tamattu atakuwa amefanya sa'i mara ngapi? Mara mbili, ile ya kwanza ya umra na hii ya pili kwa ajili ya haji. Kwa asiseme kwa nishafanya moja yatosheleza, la. Na huo mtu mara nyingi amechoka, kwa hivyo ona hisi niwache, la, lazima utekeleze sa'i pale. Baada ya tawafi atakuwa amehalalika kikamilifu, ashatupa vijiwe, ashanyoa, ashatufu, huyu ashamaliza jambo la kuhalalika kikamilifu. Kwa hivyo kila alichoharamishiwa kwa ajili ya haram hapa atakuwa mfanya nini? Amehalalishiwa, sawa, mpaka kumkaribia mke wake. Ama ikiwa amefanya viwili tu, kuhalalika kwake utakuwa ni kama tulivyoeleza. Baada ya hapo atakwenda kwenye maji ya Zamzam na kunywa maji ya Zamzam, kujimwagia kichwani. Kwa mwanamke aliyepata ada ya mwezi kabla ya kutufu tawafi, atasubiri pamoja na maharimu wake hadi atahirike, ikiwa ule wakati utaweza kummakinisha hivyo. La sivyo atarudi kwao, kisha atarudi tena huku kwa ajili ya kufanya tawaf al-ifadha. Na hii ni ikiwa yuishi hapa Jeddah ama yuishi Bahra ama yuishi humu, yani yuishi humu katika hii miji ya Saudia. Ama wale wanaotoka nchi za mbali, basi yaruhusiwa kwake kujizuia na kile ambacho kitakachomuhifadhi, kisha ataifanya hii tawaf pamoja na sa'i na haina matatizo yoyote. Baada ya kutufu tawafi, kwa yule anayefanya haji ya tamattu atafanya sa'i baina Safa wal Marwa kama tunavyoeleza kwa namna tulivyoeleza huko mwanzo. Wallahu ta'ala alam. Kwa hivyo tumeona matendo ya Eid au matendo ya siku ya Eid ni mangapi? Ni manne. La kwanza kutupa vijiwe 7 katika Jamratul Aqaba ile kubwa, sawa, na tushaeleza namna ya kutupa vile vijiwe. Jambo la pili ni kunyoa au jambo la pili kuchinja. Jambo la tatu ni kunyoa au kupunguza nywele. Kwa wanawake ni kukata ile ncha ya nywele zao katika kiasi ya kidole. Na jambo la nne ni kutufu tawaf al-ifadha. Na kama nilivyoeleza matatu haya sisi kama group tutayafanya. Lile tawafu al-ifadha mara nyingi watulichelewesha mpaka baada ya kumaliza. Na kwa wale ambao wana nguvu za kuweza kufanya siku ile, basi watakuja watueleze, kisha tutawapa nafasi ya kuweza kwenda kule kufanya ile tawafu. Hakuna shida yoyote. Ingawa yani kama wewe huwezi, basi bora ubakie mpaka umalize masiku yako ya Mina, kisha inshallah utafanya ibada yako ya tawafu al-ifadha baada ya hapo. Sawa jamani? Tayeb. Suala linalofuata ni yale masiku ya kulala Mina ya ayamu tashriq na ibada zilizomo ndani yake. Hayo inshallah ndio itakuwa yetu ya mwisho kuyazungumzia pamoja na tawafu al-wadaa. Kwa hivyo inshallah taala katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah tutazungumzia ibada ya siku ya tarehe 11, 12 na 13. Na hiyo itakuwa ni siku ya Jumamosi. Kesho ni Jumaa inshallah. Kwa hivyo hakutakuwa na darasa ya asubuhi. Watu wajitayarishe kwa ajili ya Ijumaa kwenda mapema. Leo baada ya asri darasa kama kawaida. Darasa kama kawaida. Na tukumbushane inshallah. Naona wengine pia kuweza kufika labda wamelala. Kwa wale watakuwa mpitwa na mengi maskini. Ingawa itatumwa audio watu wasikilize pale kwenye grupu ili kufanya murajaa. Kama kuna kitu kimekupita wewe utakisikiliza. Sawa jamani? Tasimama hapa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.